Usiule boys, usiule boys. Usiule protext. Kuna signal najaribu kupass kwa Ruto. Nashangaa. Like assurance ya lazima. Yani we have to. As if it is not by the choice. It's all about love. It's all about the feeling. Tunakupa mapan, drama kama video, vichekesho kwa wingi. Hapa ni kipindi, stories in a trend. Karibu. Ladies and gentlemen, boys and girls. Sekimero podcast. Sekimero podcast tuko on. Manzi. Another week. Another episode manzi. Another episode. Episode 12 manzi. 12 bana. Tunasonga kusonga. Kabisa manzi, tunashukuru sana. Kasi ni safi. Kazi safi manzi. Bana, support iendelee. Promised kila wiki lazima. Kila wiki episode. Lazima episode. Liwe liwalo tunaifanya. Liwe na liwe lazima tuipige, si ndio? Na manzi lazima tuwaletie episode. Lazima. Episode 12. Fani mwingine aliniambia, aliniinbox akaniambia hiyo episode kwangi yetu inakuanga yenu. So manzi lazima tufanye mambo zetu vile. Si lazima tukuje hapa to feed on what you kabisa manzi, si ndio? You deserve. Sure manzi. Otherwise uko aje my guy? Poa kabisa manzi. Hata sijaintroduce. Flick Melody. Pensa hapa Joe, ndugu brother mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tunakuletea Sekimero podcast. Kabisa manzi yao. So uko aje my guy? Mimi niko fit man. Wiki imekuwa weekend imekuwa wagwan. Vitu imekuwa fit manzi. Yaani vitu zinapenda haraka tu. Mambo nao sinaendelea ku happen. Si ndio manzi. Kuja kwa siasa ni mbio. Kuja huku kwingine ni mbio. Mara ndio huyo tunaona haitwa aje? Shalin manzi ashatoka soko. Kama ulikuwa unamuona Joel tu. Sasa wewe ndio umebaki sasa. Bana. Kuna sikia amejamba sana juu ameshaolewa na Mtanzania. Alikuwa anasema ni crush wake. Kwa miaka mingi. Dakika kwa make move. Tabii tuende tu chote maji kwa harusi yake, unaona? Unaona sasa hauna bahati sasa. Hauna bahati. Mali shaka kufanya sisi. Ila tu kuishi tu utafuta shalini mwingine. Wasichana ni wengi by the way. Wengi basi sasa mwenye wako na filina yeye hata kama ni shalini. Tabidi tu uvumilie. Mpaka mtu akuletea shalini mwingine. So boys naona ni wa Tanzania anaitwa siwi ni Sayunge. So aliweza kufanya ilikuwa nitoa cultural ama nitango aje? Yeah, traditional. That's the one I'm looking for. Okay. Walifanyia huko kwa home huko Kilgoris. And they invited. Maze. Not everybody was around there. Ingie ilikuwa tu kutuonyesha kwa mtandao. Ilikuwa ni nyingine ya kimatajiri. Manze ilikuwa ya kidosi. Kama nyeka so much of us tulikuwa na land huko wewe. Yaani huko you are talking about choppers and the German machines. Maze. Ndio zilikuwa zinaingia huko. Shangaa lakini iko sawa tu. Hata apate mtu utakuja kurealize. Na walipatana wapi kwanza like there's a very big boundary in between the rich and the poor. Ama tuwaite poor ama tuwaite less privileged in let's say less privileged. Mazi poor ni mbaya. Poor na traumatize. Unajua broke man ni mtu mwenye hiyo si ni time hana pesa kwa mfuko. But poor manze, that's a very bad word. Mko pabaya. So iliweza kufanyika. Manze sasa haiza kwa mtu. Tuliweza kujua huyo boys bwana. Alafu napata yani IT yeye ndio kusema IT consultant sio ni wa Tanzania. Alafu nilikuwa napitia kwa page yake nikaona walikuwa wanasema ati walipatania during hiyo forum ilikuwa inaitwa G7 hizo G7 summit. Mazima summit zinapeleka chini ya maji. Majuu huko. Maurezo huko. Kwa sawa. Kumbe ni sharp boy bana. Mazi. Tukashangaa kwa Shalini rada hataki kutoka kwa soko. Kumbe alikuwa anapanga mambo kwa ground. Alafu unajua ni bilioni ngapi zimetolewa? Walai. Kama mari. Hujaiona? Zizi mazi. Many billion were paid for the dowry. Boys anasema alilipa milioni 20. Kadha wa kadha. Acha ni confirmie fani wangu. Hiyo ceremony inaitwa Koito. In one of the ceremonies zenye. They are so common in Tanzania. In Tanzania no, in hii tribe ya kina nani? Isaiah ama ya kina Ruto. Kale. Ya Kikale. Ulikuwa sema janko? Nilikuwa nasema huyo boys
Ni sharp. Si yote ni boy. mtu simple. Yani si mtu, mjua hatukuwa tunamjua by the way. Tunamjua, lakini ukikuja kuvisit maybe pages zake, nitajua kujua this is the guy who has ana kichele kweli. Kuna kichele kweli. Either is from the rich family, ama yeye mwenyewe ni ndio rich. Amejipini. Ndio mambo. Umesema hiyo sherehe ni tangu aje ndio kale. Koito ceremony. Traditional ceremony pale. Unaona Ruto mwenyewe hapa ameshika mikongojo. There was a lot of incidents because zimepointiwa out kama ya huyo jamaa tunaitanga Oscar Sudi alikuwa anakula nari bana, mtu alikaribia Ruto anasikia amejamu. Sikia amejaa nguri. Sasa kuna huyu kwa hiyo sherehe. Kwa hiyo sherehe kuna CNN reporter tunamuitanga Laremado ameenda kusalimia Ruto na nia kwa zile za au ya manzeju ziwa kwani usiule boys sana protect. Kuna signal anajaribu kupass kwa Ruto, anashangaa. Unaongea na huyu like expectation yake usibrinchio haikuwa like Ruto atakuja kukubonga na huyo mzee. Alimbonga naye ndo si alimsalimia na kuongea 1-2 hapo akaenda zake. Nini akalikuwa ndio ule una inject. Anyway ilikuwa fiti. Ilikuwa tu sherehe. Kwa sherehe moja safi kabisa. Sherehe moja mwichiche. Hata kama nituambia kijana kama amefika 25 years uowe, tunajua sherehe amepitisha hapo. Ashapitisha hapo. Huyo boys nilikuwa naona kuna miaka 30. That's something. So hakuna haraka si ndio? Hakuna haraka. Mambo ni pole pole tu. Pole tu. Shalini amepata mzee. Shalini alikuwa anapanga mambo kwa crowd. Yeye inakaa life ni mzuri kwa private. Ikiwa private inakaa tamu. Mazi. Koagwan. Hai koagwan kabisa jo. John Badi. Kwa naona John Badi leo anasema yeye anakuanga CS wa Treasury. Alikuwa anasema the ukunywaji ama unywaji wa soda na soft drinks imeincrease at a very large rate as compared to watu wenye wana drink alcohol. Kunywa mapombe pale. So alikuwa ana point out as an evidence that the people alikuwa anasema ukiona watu wanakunywa soft drink it means that the economy is so stable and it is an evidence that they have worked toward ensuring that they have stabilized. So why would they standardize that the soft drink ni atakuna kuteseka? Alikuwa anasema mimi sasa a depressed nation wanakuanga na intake iko very high alcohol. So alikuwa anasema yeye anasikiza ngrad pia yeye ama zi sijui sasa. So chuko unaona kama ni ukweli? Wapi? Maybe itaweza kuwa unakuja soft drink ndio lakini economy kidogo. Kuna mtu akona ndoo huko kuliko mwingine. Yaani kuna mwenyewe. Unajua sasa the one thing about economy hizi third world countries net there. The boundary between mtu mwenye ako rich very thick manze. Iko very thick as compared to the poor or to the less privileged as you said, iko very thick. So walikuwa ana point out as the reason and the evidence that the economy may stabilize manze, which is not true. I don't think that I don't know how sure he is about that. Bana sinde maybe anaweza kuwa tunakunywa soft drink but hiyo sio kusema eti economy imestabilize. Hiyo ndio watu wanakunywa cheza zaidi. Skillizing crowd. Maybe uko sawa, unafikia kila mtu ako sawa manzi. Sasa mzungu naye alikunywa alafu sasa talking of hiyo pombe hiyo alikuwa bando kuna mtu fulani anaitwa eti kwa majina anaitwa Ian McPollard. Mzungu fulani hapo amekuja kupoint out that pombe ya Kenya wenye wanafanya hiyo standard wajaribu ku review since hakunywe ameara bana. Kwa nini nini kwa likati yare something ni malika kwa nini leko huko mimi alikuwa mchele mazi unajua mpeleka mbaya. Kuna mtu alimspot pala akuta jamaa anakunywa tei mara mbili mimi hata coincidence mara mbili. So nataka maanisha tuko na fake leak ama anasema kusema there is kunaweza kuwa na fake leak of which unaweza kuwa ni ukweli. Lakini Kenya ni funny sana. Kuna hata nilikuwa nasikia pale Juja. Kitambo nilikuwa nasikia eti unaweza nunua
hizo tei kama macrom hivi unakuta kumbe si chrome legit. So bado kuna wasi wanafanya wana shughuli za River Road. Nishaiona pia, unaona hizo pombe za high end, hizo high end alcohols, hizo za premium kama Martell. Kwa naona tu kuna bando, kuna counterfeit pia yake. Nilikuwa nashangaa counterfeit ya Martell bro. Unajua hizo pombe hata zimetengenezwa Kenya. Nawaambia ukitengeneza counterfeit tengeneza tu hapo. Makognaini zimetengenezwa huko France, huko Mabumbu, Martell mabumbu. Zimetengenezwa huko juu Hennessy. Kidogo nakuta kuna counterfeit. Unakuta Kenya counterfeit. Pombe nusu 40,000 ni counterfeit. Usiweza do hapo walai. Watu wanaweza kuwa wanatengeneza do mingi mbaya sana. Chukua mambo mimi budget yako nakuta mimi hata ni 5,000 alafu nakuta umeuza 35 Gs bana. 35 Gs kama kitu kama Azul inachezeanga 60,000. Walai. Unajua Azul? Azul. Nilikuwa naona wakina Kenya Police wakiongea nazo. Wakiongea nazianzianga. Bad. Ni bad mzee. Manzi ndio. So kama ni ukweli wakushughulikie, waangalie. Hata kunywa macounterfeit. So kama uko pale, ukienda pale kama mzungu, hata kama I know you don't know Kiswahili, me say to you when you go there, be careful of mchele because they may mchele you. Kuna mchele babies ndio pia wako. So inalingana. Unajua pia wazungu wanakuanga funny sana. Wazungu wakifika Kenya madola tu. All they think about ni usherati. Watu wanapenda usherati. Bana. Bro. Watu wanafikiria kwani hizi inakaa habu ya uzi. Unasikianga wakiwa na maskando za BNB ni akina nana ni wazungu. Russian guy mezi. Russian guy. So akikuja pale alafu na wasichana wetu ndio wakiona madola wazi. Wakiona nao madola pia nao wanachizi, wanaona hii ndio form sasa. Anzejo. So lakini wasichana wetu tujichunge pia. Wakamfanyia ile mambo. Maybe alifanyia ile mambo, maybe itaili kuanga fake. Mambo ni mingi. Mambo ni mingi. Yeah. Kuna Musiria mazina yule madhe ametransformiwa. By the way, talking of Musiria. Musiria, that guy at least kuna kitu anafanya moja serious. Anafanya kitu serious by the way. Watu wamenote hivi, I don't know whether niwe sasa unajua shashinda Musiria ni sasa kuna time nyingine anaongelea kila kitu. Sasa sometimes anakuwa atumchukulii serious but kuna vitu anafanya serious pale kwa ground. Mbona wamchukulii serious na ni more serious? Musiria ni more serious. Bila more serious. Ako more serious manzi. Huyo guy anachapanga kazi yake. Hata kama acha tu. Hata kama anafanya watu wakote uchafu kwa barabara. Manzi Musiria hata kama. So huyo mama fulani nilikuwa naona amemsaidia, yani amempeleka nini, wanampeleka Ngaria. Ama ni wapi huwa anaenda wanatransformia wanakama wakiwa. Of course Rehab kama ndio inaenda kwenda Mandre. Alafu anaoga vizuri, anakula poa, amembia exercise kidogo. Ile time alikuwa kwa mazingira ndio alimchukuanga, akampeleka akamuosha, akaoshwa, at least ametransform. Angalia picha hapo kwa screen guys. Nilikuwa naona saa hii ni msichana mzuri. Ni keki baya. Naanza kuwa crush ya mtu saa hii sasa. Sasa kuwa crush wa mtu baya sana. Alafu angalia situation yenye alikuwa, unaona kweli. Maziwa hiyo nyota iling'aa kweli. Just sometimes bila nanga bale wala street kini kuna mwenye anaulizanga aje. So do you want to live your life like this forever? Like mpaka ungoje siku yako ya kuenda ukaa hivi. So maziwa maybe alikuwa hapendi kukaa hivyo ni mbi situation. Yeah, ni kweli by the way. People pale wamepitia hand life hand racing. Na wengine wameforsiwa pia kukaa pale. Wengine pia wameforsiwa huko by the situation. Sure, ni kweli maziwa. The rest juu. We are a third world country. Our heart goes to them. So ni salute sana kwa Musiria. Musiria anafanya kazi safi. Pia baadaye kuna vijana nanga pia anasaidia ma content creators. Tubana kikaa mpana akikuongelelea pia. Hata kama upate engagement kubwa. Jamaa angeomba kura za gavana anaweza pata by the way. Sasa anaweza mtu like according to him anaka mtu mwenye ako very dedicated to kusaidia watu. I don't know Eric Omondi aliendanga wapi. Na sisi maybe pia ako chini ya maji. By the way, have you noticed? So nilikuwa naona anaitangwaje? Eric Omondi. Nilikuwa nauliza Eric Omondi ameenda wapi by the way? Kuna amejificha wapi by the way? Ama pia anaogopa hii siasa. Unajua bado siasa bado Kenya. Ama alinyamazishwa pia yeye. Unajua by the way, have you noticed Eric Omondi amenyamaza? Angalia siasa sana siku hizi.
Sijamuona. Kama ameamua kukama hapo next year maybe. Yule mtu mwenye wiki wewe isha kaa tujamuongelea. Maybe amepeleka, maybe ameandamana hapa na pale. Maybe kuna sisi kwa sisi pia ile initiative yake ya kusaidia watu. So sijamuona, sijui pia yeye alienda wapi, yeye alikuwa na motive mzuri sana kusaidia watu. Anaweza kuwa alinyamashishwa manzi. Hapa nje ni mambo ni mingi. So sasa ni Musili yeye ndio naona akiwa na serious agendas. Sasa vile Musili anaongea sana inakuwa sasa watu wamchukulie serious, hiyo ndio inakuanga tu kila kitu lazima waongelee. Talking of pia governor, nilikuwa naona ile research huwa sinafanywa. Ilikuwa ile ya kurank governors according to how they have performed. Mzee mzima amevuta mkia pale anaitwa Sakaja. Sakaja anafanya kazi. Nimeona tu kazi yake amevuta mkia like huyo. Ako mwisho yeye ndiye the last. Kama mama city ikuwe safi. Ametengeneza ndio hivi sasa ametengeneza siku za mwisho. Sijui anafanya kazi gani. Sikuwa naona akiwa, nilikuwa naona amevuta mkia. Utaangalia hapo utaonyesha pana hapo hata msengo. Yes. So amevuta mkia Sakaja. Mazi. Lakini naona amefanya kazi tu. Watu wafanye kazi. Vile inafaa. Hapo ukuje ufanyie watu kazi, wewe fanya kazi. Piga shughuli ya. Next. Basi nasema say YouTube mazi. Kai YouTube name is bas. Mko mnaongea tuanzie. Content kile nilikuwa naona watu kwa hiyo post wakitagi vinde. 800 watch hours my guy. Mazi kama you know watch hours na calculate wangu aje. Unaona hiyo content yako venye umeweka pale kwa YouTube. Kuna fan wako alienda akawatch, kali watch 2 minutes, kali watch 1 minute. Juu kama kitu kaa song hata ukiwatch full video. Ni 3 minutes. Yeah. Kienda sana 4. So huyu awatch hiyo 3 minutes yake, mwingine awatch 3 minutes yake. Bora tu anawatch akimaliza. Okay. So awatch end inaenda ngang kihesabiwa penye imetazamwa ikiaccumulate. So ilikuanga 4,000 ni watch hours. 4,000 watch. Sasa na 10 million views kwa shorts. Sasa imefika 20 million kwa shorts na 8,000 hours watch hours. But subscribers wame remain the 1,000. Kishafika tu 1,000. But in affect to the new YouTubers. In affect the new YouTubers. Yeah, when wanaingia saa hii. So unajua of course hao ndio wana affect watu. Unajua wanaanza kulipwa. Kishafika 8,000 hours tunaanza monetize content. Basi watu wengi wameenjoy hiyo YouTube sana. Watu wamejua sasa content ndio. Sika kitambo. Sasa content inatembea. But I feel like bado msiku feel threatened because ukiwa na audience it's very possible. But if you have a content yenye legit, people are consuming it with tafika tu. Watu wana consume sana content. Yeah, si atu worry. But as long as uko na mafans. Hao ndio wanamata manzao ndio wanamata. Yeah, so the rest tuachia Mungu, piga kazi yako. Na plus kama unaweza kama Obina sasa ako na YouTube channel sijui ni 5. Sasa ameongeza kama 2 the other time. Na zote zinakula, utakuta bando zote of course zinakula. Zote zinakula. Sasa that wasn't that. But kama Obina ameamua tu he has to but watu wanafahamu huko na wanapata. Yaani kumake sure kabisa ame maximize on content before mambo ichemke juu unajua si tutakaa pale forever. Kweli Sure manzi. So nilikuwa naona hata video akisema eti vyenyewe mambo imebadilika pia yeye. Alikuwa hata anasema kuna mademu alikuwa anakataa pale Juja, walikuwa wanamuona Majuja boys. Wana musinoba akipika na vumbi pale juu Jamaica. Manzi ndio. Hai mambo yake imenyooka. Alikuwa anasema tu mtu alikuwa anamgive a damn ni nani pekee. Aziza alikuwa anamsalute. Lakini naona alikuwa na kimzungu. Acha kucrashia Aziza. Alikuwa amecrashia Aziza mbaya. Hata nilikuwa nishaiona akifanya stream na yeye. Yeah. So yako na mzungu pale. Kwa sawa. So siku ya bani na come Kojea. I'm aware. Iko sawa manzi. Iko sawa. So like sasa mademo alikuwa na hata zake jua kawaida. Manzi wewe asamani tafuta do. Na mapema mademo atakangi msiana kakitu. Kama una kakitu. Though me this way will say though. Nasikia mademo anaanga vision na mtu ako na vision na kwa na vision ama rewa ndio? Lazima uko na vision pia.
of course kama boys anaanzia wakianza kumjudge. But I feel like in madem kuna venye wanakuanga pia wame wengi, si wote, majority wanakuanga wameweka like their lovers to be centered on money. To be centered on money. Which is like a man mwenye akona vision is more privileged kubaga badi. Yeah. That mwenye ana plan juu sasa. Ndio hata akuwe na vision aje hawezi kama kusaidia sama. Unajua man is the head. Yeah, because she's the helper, she has to support you. Sure. Ni ukweli. So pia madem kama wewe ukiona mtu wako but well, kila mtu anataka. Kila mtu anataka jesa. Kama mtaki hakuna shida. Plus sasa kama man ukiona hiyo ni but wezi fight. Usifight aluzi but men. Ukiona hataki stories zako njuna jijenge kama vide. Jijenge. Ukuje utuambie sasa. Msuku wako. Mulinikataa. Sasa niko fiti, msinitake. And none of my business. By the way, sasa mwanaume umejipanga sasa you will have choices. Yeah, sure. You will have a variety to choose in between. Pia naona pia ukianzia na mtu wako chini. My friend, when you are so umaskini mekuhambo my guy. Hauna chaguo. Hauna chaguo. Hauna type. Lile linalokubali ndilo wanasonga nalo. Lakini ukianzia na mtu wako chini bado unaweza mheshimu sana mkifika pale juu. Ni kama sema grass is green on where you water it. So bado mtu wako ukimu. Kweli. I think tu ni hata wewe pia. Yeah. Hivyo manzi. Haya. Kila mtu akawe anataka. So siasa nao si siasa. Si siasa tena manzi. Kuna kitu kingine inaenda mbio kayo syllabus ya siasa. So Oburu Oginga anakuanga governor. So the elder brother to Raila. Naona yes ndiye alikuwa ameachiwa ODM. Ameform coalition na UDA. Alai. Ni moto. Tulikuwa kwambia kwa the last episode tulikuwa tumeona pia anataka kuwa deputy wa nani? Kwa running mate wa Ruto. So hata Kindiki tu so ndio ikaacha watu wakiwa kwa zile za kwani ya Kindiki. Lakini as long as unasikiza rumors na wherever kuna kitu inapikwa somewhere. Something is being cooked here. So unajua sasa nakwambia siasa ya Kenya ni ingine mwecheche. Yani the syllabus yake inakimbianga. Sana wazi. Pio. Maybe mseme angalia akaona hapa penye anaendelea. Tadele wini maybe aliapproachiwa ama maybe ameangalia akaona hapa just a losing battle. Acha tu nikubali tu ni. So ameform coalition. So mimi na feel ODM imelose ile culture yake. Unajua ODM during the Raila time. Bana. ODM yani ilikuwa a movement. ODM ilikuwa movement. Lakini ilikuwa inasema ngwe. Ikawa ngava inamsikiliza. Wanasikiliza. Sahi bro. Sahi ni DCP. DCP ndio inaongea ngwe. Ilikuwa tu DCP ama hiyo ya sifu. Inaitwa aje ya sifu. Lina Mwananchi. So ilikuwa imekita mizizi kwa opposition. Sure. So sasa hii mara imeenda kwa imekuwa weak man. Imekuwa weak man. Yeah, but so sasa hii Kenya tunaweza tegemea kama mimbi hiyo ya ku lakini I feel kama DCP. Lakini I feel ni kama huyu Oburu ni kama pia kuna agenda yake. Unajua pia sometimes pia si kila mtu anakuwa na agenda yake. Sasa shida ni sasa kwa so shida na audience karibia ODM. Limelusi ile nini yake. Ile sasa flavor cake. Kwa ODM na opposition ODM ukisikia ODM nasikia Raila Odinga unajua opposition hapa. If there is anything which is going on kwa government yenyewe. Sure. Maybe wananchi hawajui washai point out pale tumejua wote. Sasa hizi imeform coalition. When the opposition was opposition. Manzi. But wherever. Alafu. Tungoje by 2027. Tuone vile itakuwa. Tuone mambo itakuwa imekimbia mpaka wapi. Sure manzi. Juu hata nilikuwa naona kaa walitoanga Sifuna alikuanga swini cha person ama alikuanga nini? Alikuwa anachia pale kwa ODM. Alikuwa anachia pale alitemwa. Alitema manzi akaamua kulinda mwananchi yeye. Kamwe acha aenda akalinde mwananchi kweli. Manzi nasikia Ruto the other day amesema hiyo kiti itabidi washinde
by God grace. Alikuwa anasema inayo lazima yani it's a must. For the sake of kwa zile za bro. Hizo maproject ambazo ziko hanging. Wherever. Like assurance ya lazima yani we have to. As if it is not by the choice ama by the people's voice. Sure. But Anyways, manze. Still let us focus on 2027. Yeah. We will make the right decision. Because mambo ya relationship. Furthermore, nimeona pale ameamua kuproposea demu yake. Nyambu. Na naita chini. Naona skiri ni long wamedate for some time. Wameloma. Pia ni wherever. So ameamua yapiki goti. Kama kumproposea kwa maketi. So mambo bado kwa proportion pia kupropose bado na ikaa kidogo imeanza kuchange. Sasa hakuna kupiga goti tena na mapia rada. Lakini sasa bila kneel down on your knees inaweza kuwa tamu zaidi. Tunaweza change ni agenda tu maybe walikuwa tu ameketi tu yani. Nakwambia will you? Na surprise na kipete hapo bana jo. Nakwenda NGC bado ilikuwa hapo inamchukua picha akifanya shughuli yote ama ndiye alipiga picha hapa akatumia akina NGC nayo. Yeye unataka kuipende uzembe si ndio? Uzembe tu yani ukikuja tu na kachai tu pale washangaa ana tomba baadaye nimeona akilialia pale mtandao. Kisema kidogo manzi he understands the way it feels like being heartbroken in private but then showing that the better picture ama picha mzuri pale kwa public kuonyesha you are okay. Manzi you are strong. But hiyo imekuwa like hiyo ya kukua uko depressed kwa private but kwa nini unajifanya uko sawa because you are the public figure. Pia imekuwa kitu imekuwa ikikula sana wasanii especially in Kenya. Most una realize people are so depressed outside there because you are so perfect like you are going to a lot. They are wali justify that. You as a celeb lazima ukue sawa. Lazima like you should appear. Manzi. But if that is not the way vitu ziko kwa ground, why don't us don't we? Yani no kitu kama social media ni ya kushare how you feel. Hata kama sasa wanaendelea kupromote your authenticity. But kuna pia kidogo pia I don't know. Kuna siku pia nilisikia Nananga Obina akiwa pale kwa matanga fulani hapa ya hiyo kijana alikuanga. Yeye kijana alikuanga Silas Gang. Kana kijana fulani hapo. Ule boys alikufa na Ndudhi. Mazi niliona akibreakdown. Ilikuanga ni so overwhelmed that angeweza ku hold the emotion like angeweza kujicontrol it anymore. Mazi naona wasanii pia wanapitianga a lot. Alafu sasa unapata kama kuna tweet fulani hapo nilikuwa naona hapa unajua kuna ya tajiri. Na kina Charisma hapo wamekuja wametoanisha na fan fulani hapo juu ya tweet. Because they are very active pale kwa Twitter so kuna fan fulani alikuwa amekuja amesema Kenyan artists are losing their culture ile ya being so mysterious. Like it is not there anymore like it used to be during them days. So alikuwa ana point out like you are losing that culture of being nini yani mko tu pale kwa Twitter mnajibizana tu asanomo. So opposite za yani at this era we are living now. Twitter ni yangu, account ni yangu, mimi ndio nimefungua. Ndio. Nimefungua there to have fun and to enjoy to get the information there. So you want to still kukunilimit kana kwamba me I'm not a human being like you. So that's to share what I feel or to say what I feel, say my opinion because I'm lakini mafazi ni watu ajabu sana. Ikikuwa mysterious unasema amekuwa so mysterious bana. Amekuwa tu anajifanya anaringa. Atokea pale aanze kuinteract na mafanzi wake. Like wanasema sasa closeness yake na Kitambo walikuwa na complain like wasanii wamekuwa mysterious hata they don't connect with the fans. They don't connect. Alafu sasa hiyo wameconnect na their fans, sasa hiyo wanasema they are losing their culture. So human nature tu binadamu bana tu hivyo. You are confusing them. That is why unapata wengi nikasa hiyo unajua baadaye kama msanii baadaye ananga uhuru.
Kasa kama kwa siasa saa hii wasanii wapasu kama for example kienda hata kwa machanelo mingi wherever they don't take signs man. They're neutral. Uwezi sikia msaki sema itakuwa 1 term ama 2 term because they are so controlled. Because Kenya we are so sensitive. Akiongea this time aseme huko side tunaenda kwa mwingine tunakucancel. So like pia wasanii pia ni binadamu kama wewe na mimi bana. Nika ile studio fulani Coco Valco Coco Val. Alisemanga tujui akaongea tu vibaya sijui. Manzi watu wakamunfollow manzi. Kitu kidogo manzi so sensitive ben. Mafans pia sisi mafans wetu manzi. Manzi tukupia wasanii ni binadamu kama mimi na wewe. So pia tusiwape pressure like let them be man, let them be. But kama msanii unaweza maintain to balance. Unaweza maintain balance na kuwa na interact na mafans. Pia that's how human being are. That is how human being are. We satisfy each and everybody. Yeah, sure manzi, ndio. Piga siku zote yako safi. Alafu make sure hiyo strike the balance. Strike the balance. Yeah. Tusikue cancelled, tukiwa cancelled mambo yako ita. Pia usijifinye on the other side tuko na depression. Express yourself, express what you feel, be authentic. People connect with their fans and be authentic. Yeah, sure thing manzi. Authenticity pia ni kitu moja muhimu sana. Sana kabisa. Otherwise my guy. Manzi kwa pale tu manzi tunashukuru sana. Tunashukuru. Tumefika pale mwisho manzi. Hatuna mengi ya kusema. Kabisa manzi. Haya machache. Kwa wagwan. Yeah.